lakini baadaye tena tutakwenda tuombe. Geukie jirani yako, mkazie macho sana kama unamdai. Mwambie leo usipookoka utakuwa na mkosi. Mwambie na kuombea neema uokoke tena kwenye mkutano huu. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wake wa 16 mpaka 17. Karibu mchungaji Vema usome. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 17. Ndio. Neno la Mungu linasema hivi. Ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Asante. Nisomee kitabu cha Yohana hiyo 15:13. Yohana 15:13. Sura ya 15 mstari wa 13, Biblia inasema anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Asante. Nataka nihubiri upendo wa Mungu kwetu. Amen. Amen. Ndio jirani yako, mwambie Yesu anakupenda. Mwambie tena rafiki yako, Mungu anakupenda. Saidia kabisa kidogo, mtu alitambo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Upendo wa Mungu. Kifupi ni kueleza upendo wa Baba. Maandiko ambayo tumesoma, Biblia inaonyesha Mungu akaupenda ulimwengu, kisha maandiko yanasema hivi, hakuishia kumpenda mwanadamu. Anaposema ulimwengu, anamaanisha wewe mwanamke. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Ninaona misesi Fanuel Kisabo kama amejawa na tabasamu, na kwa washirika wa kambi ya jeshi tulisema ukiwa na wivu hama haraka, tafuta kanisa lingine. Bwana asifiwe. Pia wakafi misesi Kisabo. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie nikazie macho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwambie tabasamu kidogo. Mwambie tabasamu, sio? Haleluya. Amen. Haleluya. Mungu akaupenda ulimwengu. Ndio. Na haishi kupenda ulimwengu. Ndio. Biblia inasema akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie awe na uzima tena wa milele. Haleluya. Piga Yesu makofi. Nataka nikueleze mstari wa pili, anasema hivi, sura ya 15 mstari wa 13, anasema hivi, kwa maana hapana upendo uzidio mtu kupenda na kutoa uhai wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni mara chache sana utakapotokea wanandoa wametokea majambazi, wanasema hano kaa vizuri, weka kifua, tunamimina risasi. Ni mara chache sana atokee mama Salome akiingia kifua, kimumwiche nimwiche jewe. Sivinaongera watu hapa. Yaani Ezekieli
mtutu uko hapo, jamaa wanatoki magazini, haki mama Eli anatokea anasema msimu huu chaguo langu ni Mumelinda Jewe, pigeni mimi. Ni mara chache sana. Wanaume wangapi wako tayari kufa kwa ajili ya wake zao? Nyosha mikono. Aya, 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 aya. Aya. Wanawake mliolewa, inua mikono yenu juu, halafu shusha chini. Ni wangapi wako tayari kufa kwa ajili ya waume zao? Mikono juu. Ugeuke jirani yako, ukazie macho. Umesema kweli au malima? Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Wangapi wanasema niendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Amen. Sasa Yesu anasema ni upendo wa namna gani ambao mtu anapenda mpaka kiwango cha kutoa uhai wake. Nikueleza kifupi, wakati tukisoma theology, historia ya Biblia, nikiona wanaskari wawili, mmoja alikuwa na fimbo, ile fimbo ina kirungu. Wanasifiwe. Amen. Angalia hewa. Ile fimbo ya askari moja huku inasema kushikia. Mnaniona vizuri? Yes. Tunaona mawe yana matawi haya. Ile fimbo ilikuwa hapa inasema kushikia. Ile hapa mwisho kuna fimbo sita. Amen. Amen. Kuna vichwa sita. Halafu pale mwisho kuna vichwa. Karibu jibu yao. Vimefungiwa mifupa ya wanyama. Kuna virungu vimesokotwa pale. Ile ni mifupa ya wanyama. Lakini fimbo ya pili yenyewe inasema kushikia. Ila mwisho ina fimbo 9. Kama moja nimeeleza, kuna sehemu ya kushikia, ila mwisho imejitawanya 9. Sasa askari moja, sije pana moja. Tunajivema cho fast. Tunajivema, come here please. Shuka down. Pia makofi wewe. Hey. Woo! Haya mchungaji ya fimbo. Fimbo ya mchungaji ina vichwa 9. Hii ya mchungaji ina vichwa 9. Pale mwisho ina vinandoano. Halafu upande wangu, fimbo yangu mwisho ya vichwa 6. Ina vichwa 6. Ni fimbo 6, ila mwishoni kuna vichwa kama virungu. Simama. Maana mke wako hivi. Sabuna mkesa mume wangu. Ego halina mlevi. Yesu wako. Asante mchungaji. Amen. Nataka leo uone gharama ya Yesu. Uone upendo wa Yesu. Uone upendo wa Yesu. Uone upendo wa Yesu. Halafu mpeleze maisha. Sasa tukiweza, huyu wa fimbo yenye vichwa 9, historia inaonyesha hivi, inandoa
Ile fimbo ilikuwa ikiatani kwa mwili wa Yesu. Kazi yake ni kushorora nyama, ni kufumua nyama kwa mwili wa Yesu. Halafu ile fimbo ya vichwa sita, kazi yake yeye huyo anafumua ndoano, inasoma kwa mwili wa Yesu. Anapong'oa, anang'oa nyama za mwili wa Yesu. Huyo upande wa pili ambaye fimbo yake ya vichwa sita kwenye guruguru, kazi yake yenyewe inafunika zile nyama zilizofumuliwa na zile ndoano. Nataka utulie kidogo hapo. Sikia, Biblia yangu inasema hivi, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 anasema hivi. Bwana sifiwe. Nasikia mpaka natetemeka. Wakati najifunga ile leo nilijifanilia machozi, na ndio maana wale washirika wa kambi ya jeshi wanajua mimi huwa kwenye dhambi. Asai hata kama nilipo nyama kilo 18 sisi kama nielewa vizuri. Amen. Sisi kama nielewa vizuri. Amen. Kuna mtu anashona ni Ijumaa. Kuna mtu mmoja kama miaka 2 iliyopita alimtembelea, akaniletea kiatu kizuri cha gharama Ijumaa. Kesho yake Jumamosi niko nakagua mabinti wa kanisani hapa wana tabia hizo, na watangulia mbele, nafanya surprise, ibada inanoga, nasema simameni na simu zenu. Wanasimama, wanazania pengine nataka niwatume kazi ya kurekodi. Halafu nawaambia kimbia nazo madhabahuni haraka. Wanakuja na weka hapo, kakae, katibu kusanya, peleka ofisi ya mchungaji. Ndipo napoona sasa wale viazuranzu wanaanza zaidi. Kana tena nukague hizo simu zako. Ndipo naona wale viazuranzu mkojo unakaribia kutoka. Tulitembelewa na wageni siku moja, wakati nimetenga watu 4 wamepangwa, wakasema kumbe hili kanisa tulikuwa tumekuja duhania hapa, kumekuja hapa, umejipanga kwenda mbinguni. Iko bahari mazimuzi, hamna mpango kwenda mbinguni. Walienda hawakurudi mpaka leo, wana mpango wa mbinguni hawanao. Pokea neema na mpango wa kupeleka mbinguni. Pokea mawazo ya kwenda mbinguni, maana maisha haya sio maisha kudumu. Biblia inasema mahali hapa sisi ni wasafiri, ni wageni na wasafiri kama baba zetu waliopita. Sikia, fimbo 9 jumulisha 6 ni ngapi hizo? Asiwauliza 5 ni ngapi hizo? Minus 40 mara 40, maana nipigwa viboko kwa kuhesabu ngapi? 40. Sasa fanya 15 mara 40 utapata 6. Biblia yangu inasema Yesu
Nimeteswa sana siku leo, siku wa leo nimeambiwa na mbingu ya kwamba huyu ni mwenye haki. Hey, Biblia inasema ndipo yote akarudi ndani, akachukua maji, akarudi, akarudia kusema, wananchi, ndugu zangu, sioni kosa, naomba shauri, naomba niyatawaze, naomba hukumiwe, apigwe pete yake fimbo. Hukumu ya mauti si halali. Wakasema hapana, damu yake, hey, damu yake, hey, damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Lord my God, I feel to say now, limishali wapati hako masaka hapa sayama. Let me say again, Lord, forgive me and forgive us, Lord. My God, my Lord. Masaka. Hey, nisikilize. Saa inakuja, mwanaume huyu atakuwa amesimama kwenye kiti chake cha enzi. Siku hiyo huruma yake mama utaiona, wala mtu ataamini kama huyu aliwahi kusema ni mwenye huruma. Geukia jirani yako, mwambie acha dhambi mara moja, mwambie acha kumrudisha Yesu msalabani mara ya pili. Nisikilize mwananchi, nisikilize Watanzania, nisikilize watu wa Kasulu, nisikilize. Nisikilize, saa ya Bwana imefika, imefika. Biblia inasema hivi, saa ya hukumu atawaangalia walioko mkono wake wa kuume, kisha atawaambia, wanangu, njoni kwangu mkaurithi uzima wa milele mliowekewa tayari tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa. Kisha atageuka, atawaambia walioko mkono wa kushoto, atasema hivi, ninyi mliolaaniwa tangu mwanzo, tangu misingi ya ulimwengu kuwako. Halafu atasema hivi, nendeni katika jehanamu ya moto ambayo hamkuwa mmeandaliwa, ila ilikuwa ni haki ya shetani na Ibilisi na taifa torati. Kwa bahati mbaya umeingia, sasa unaweza mkajoini moto. Likapa hora masaya. Nisikilize kifupi ninapomaliza. Ndipo Yesu akatolewa katika Pretoria, akapeleka panapo fuvu la kichwa Golgotha. Biblia inasema wakaenda, amebeba msalaba na alikuwa na
alipotoka amesema kwenye masinagogi yao, akasema hivi, mimi na utoa uhai wangu kisha na urejesha mimi, kwa maana hakuna mwenye mwili aweza kuitoa roho yangu, roho ya Mungu hakuna aweza akaichomoa. Akawaambia, inuke. Wakainuka. Akawauliza, je, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Yesu Mnazareti. Akawaambia, nimekwisha kuambia ni mimi, nikamateni. Wakatoka tena chini. Yesu akaona hili zoezi la kuniua halitafanikiwa. Sikia asemacho mwamba huyo. Akasema, saa na wakati, majira ya Mwana wa Adamu yametimia. Sasa najikabidhi kwenu. Akasema, akitoa kibali, akasema, nikamateni. Nisikilize, kuonyesha Yesu alikuwa very tired, yuko chepe. Wakitoka panapo palitoria hii, wakakutana mtu mmoja anaitwa Simeoni Mkeni, ametoka shamba. Maandiko yanasema Simeoni Mkeni ametoka shamba. Wakamwambia, simama wewe. Si mmoja wa wanafunzi wake, huoni huyu ameshindwa? Kwa nini ameshindwa? Nisikilizeni vizuri. Yesu alikuwa chepe, kansu limelowana kwa damu. Isaya moja na nabii, kabla ya mimba kutumwa Yesu, ametabiri ya miaka 607. Anasema, ninaona kwa mbali, naona mtu ameshughuliwa sana, na hata jinsi alivyo hakuna mtu awezaye kumtamani. Hapa nasema tulizania amepigwa na Mungu, baadaye nikaambiwa amepigwa kwa ajili ya wanadamu, na nikasikia sauti ikisema, kwa kupigwa kwake watu wapate msamaha wa dhambi. Unangoja nini? Atakuwa na ghadhabu siku hiyo. Siku hiyo atakuwa na uso hujawahi kuona. Biblia yangu inasema akisha paa kwenda mbinguni, Biblia yangu inasema yeye hakuona kuwa ni kitu cha maana cha kushikamana nacho kuwa katika utukufu pamoja na Baba yake. Aliposikia tangazo, mbingu zinatangaza, Baba anatangaza. Je, tumtume nani aende akaokoa wanadamu na dhambi zao? Biblia yangu inasema mbinguni pakawa kimya, maserafi wakawa kimya, malaika wakawa kimya. Mighty Musa, my Lord, mbingu zikawa kimya. Yesu anasema Baba amlete. Nisikilize, Yohana akiwa
kwenye maono amewahi kuona kiza hiki, akaona hivi mbinguni malaika, makerubi, maserafi, wazee 24 wenye uhai wanne. Akaona kitabu kikubwa, akasikia tangazo, nani afungue kitabu hicho na mihuri zake 7. Yohana anasema akaona kimya, hakuna aliyeinuka. Akaona mbingu, wote wamenyamaza. Biblia yangu nasema Yohana akapiga kelele, akalia sana. Biblia yangu nasema hivi, akatokea mmoja wa wazee akasema, Yohana usilie, Yohana usilie. Wa Yohana anauliza, kwa nini nisilie wakati naona mbingu zimenyamaza, wakati naona ni kama huzuni imetawala hapa mbinguni? Mzee yule akasema, haikuwa rahisi atokee malaika anafungua kitabu hicho. Wazee 24 hakuna Yohana aweza kufungua kitabu. Baadaye akasema, nisikilize, yupo yeye mwenye mamlaka ya kufungua hicho kitabu ambacho umeona hakuna weza kufungua. Yupo, anaitwa Simba wa kabila la Yuda, anao uwezo wa kufungua kitabu. Pigia Yesu makofi. Mgeukie jirani yako, muulize swali kwa huzuni. Muulize swali lakini ukiwa na huzuni. Sema hivi, kwa nini usiokoke? Sijasikia watu wakiulizana. Muulize, kwa nini usiokoke? Mwambie, mpendwa, okoka. Ni sharti kutokoka, kumkataa Yesu. Kuna laana duniani, kuna laana za wazazi, ila kumkataa Yesu ni laana kubwa. Ndio maana sema, nendeni katika jehanamu ya moto, ninyi mliolaaniwa. Nendeni jehanamu ya moto, ninyi mliolaaniwa. Kumkataa Yesu ni laana juu ya laana. Nisikilize tunapomaliza. Yesu akasema hivi, ni ajabu mno, mimi Yesu nimeleta nuru duniani, watu wamekataa nuru mchana kweupe, wanasema tuko tayari kupenda giza. Yesu anauliza, kwenye giza watu hawaone, sema tutaenda hivyo hivyo. Na nisikilize, niseme ushuhuda huu, nisikilize vizuri. Ngeukie jirani yako, mwambie sikiliza vizuri. Mwambie jirani yako, msikilize nabii wa nyumbani huyu. Sikia, nilikuwa hemani kwenye nyumba ya Bwana, akaja mwanamke mmoja akasema, sasa hivi nimetoka kwenye mkutano mahali fulani. Nikasema, kwa nini umetoka kwenye mkutano? Akasema, mimi nilikuwa nimeenda niombewe. Sasa nikawaeleza shida yangu, wale niliokuwa nao wakasema, shida yako ni mtoto. Kwenye huu mkutano hatuna majibu yako. Kuna mtu amepata neema. Miongoni mwa neema ambazo amepewa ni pamoja na kufungua matumbo ya uzazi. Mwanamke akatoka mtoto anakimbia mpaka hekaluni. Nikamuuliza, una miaka mingapi?
Akasema nina miaka mitano. Oh, sawa. Unasali wapi? Akasema nina dini ile ya kwanza. Ungeukia jirani yako muulize, dini ya kwanza ni ipi? Sikia, baadaye akasema nimeombewa mgani, nikaombewa Kigoma. Kuna pinabii sasa hivi ujanja huko unapata mafuta, sio? Anasema nimeombewa kote huko, ugomvi wangu na mtu mmoja wa mwisho amesema na lazimika nihamie kwenye hilo kanisa lake, na mimi naipenda dini yangu ya kwanza, kufa kupona, muonyeshe shughuli wake. Hiyo dini yangu ya kwanza siwezi nikaiacha. Nikamwambia nenda kwenye hiyo dini yako wakuombee. Akasema wale wa dini yangu ya kwanza wale hawawezi kuniombea ili tumbo litazaa, hawawezi, ila ninawapenda na dini yangu naipenda. Nikasema je, umeenda kwa waganga wa kienyeji? Akasema ndio, wapata idadi zaidi ya 5. Halafu akanigeuka akaniambia, sikia, na wewe nikwambie, na hapa mimi siwezi kuwa mlokole. Kumbuka sijamwombea, ananiapia hawezi kuwa mlokole. Anasema take attention, hata kama niombea usisubutu kuniambia mimi ndio mlokole. Watumishi wa Mungu, ikasi ni Mungu. Ndio maana church jana nilisema ni vizuri Mungu atupe spirit cover. Unaweza kufanya matumizi mabaya ya upako, ila Mungu amenipa neema. Mimi ni miongoni mwa wale duniani wenye vichwa vidogo lakini akili. Sio hivyo kwa simama pia au wewe sana. Yesu akafa. Haleluya. Akasema nataka neno moja tu, nataka neno moja tu kwako. Je, waweza kuniombea wewe? Tumaini likazaa mtoto. Kama una uhakika kuliko unipe adhabu ya kufanyika kwa mlokole huu, naomba nichague adhabu. Nikasema chagua. Akasema naomba unipe mafi. Nikainuka nikamwambia nifuate. Akanifuata panapo madhabahu. Nikamwambia piga magoti hapa panapo madhabahu. Akapiga magoti. Nikainua mikono nikasema, Baba uliyeniponya na magonjwa ya kufa, pale madaktari hawakuwa na suluhu ya maisha, Baba ninaomba mwanamke huyu tusimpe mavi. Amechagua mavi yale ili umpe mtoto, na shauri mbinguni mavi asipewe. Naomba Baba, naomba fungua hili tumbo kwa heshima yako na heshima ya mtumishi wako. Baba
upendo wako ni wa agape. Lakini pamoja na hayo, siku atakaposimama mbele ya kiti chako cha enzi, umhukumu kwa haki, maana aliweka utukufu wako. Niliposema yale maneno, nilipomgusa akabinuka sarakasi juu, akadondoka chini, kisogo kikashika chini, visigino vikashika chini, tumbo likainuka, likapanda. Napokwambia kama ungekuwepo ungeshangaa. Visigino ndio vimeshika sakafu na kisogo, tumbo zote na makalio amepinuka. Sauti ikatoka ya makelele inasema hivi, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi tumemfunga, sisi tulipewa sadaka, sisi ni mzimu ya bibi yake, tumefunga hili tumbo na tuna maagano, tumepewa sadaka. Nikawambia shut up, nyamaza chini. Ukiniona mimi umemwona Yesu, nyamaza. Pigia Yesu makofi tena mchizo. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, nikaona message anasema, baba mchungaji, nina ujauzito nimenasa. Pigia Yesu makofi mengi. Nikamwambia, ulirudi kwa waganga wa kienyeji? Akasema hapana, ni maombi yale yale. Nikasema kwa nini ungeenda kanisani? Akasema natema mate sana. Nikamwambia mimi ndio paroko wa Kigambo, njoo na kopo kanisani, unatema mate mumo ukiwa kanisani kwa kopo. Pigia makofi wewe ng'ombe ya baba yako. Baadaye akaja nikamwona amejitana yuko katika kopo kake, na tu anatulia ule wewe, na tu anatulia, na tu anatulia. Nikamwambia baada ya ibada, nilitaka tu nikuone, nenda na amani ya Bwana. Akaenda. Ulipofika mwezi wa 7, mimba miezi 7, nikasikia sauti inaniambia, huyo mwanamke kuzaa kwake ni kuheshimu maneno yako na jina langu tukufu. Lakini mwanangu huyu bado ana vifungo vikubwa mno kiasi kwamba hatakiwi kuzaa, hawezi. Nikampigia simu, Bwana ameniambia ni kwa kudura za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nashauri uhudhurie ibada, uende ibada zako kwa kanisa la kwanza, ibada za Kisumu saa 12, halafu uje za Wanyaheri saa 4, saa 3. Pigia Yesu makofi wa majina. Nikamwambia usipofanya hivyo utapata hasara. Njoo nishike kwenye ibada za moto ambazo tunasema misimu ya babu, tunafyeka wachawi, tunafyeka wadanga, tunafyeka. Mkazie macho jirani yako, mkazie macho. Mgeukie jirani yako, mkazie macho. Muulize, nyogofu aloka. Amesemaje? Aloka. Wapigwe washauri, wasipigwe. Sema thank you Jesus. Sema I love you Lord. Haleluya. Nikamuita ofisini kwangu, nikamuita mama, nikamwambia nataka uone kwamba hauko salama. Ni kwa sababu ya mbingu zinaheshimu maneno yangu. Kwa nini mzee Makio? Elia tuliona alisema, ewe mbingu, ewe anga, ewe mawingu, kuanzia leo miaka 3 na miezi 6 hapana kuleta mvua. Maana kuabudu misimu, kuabudu bahari kumezidi